Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, hamjambo. Karibu katika matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa haswa katika taifa la Tanzania. Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan ameweza kutupwa nje na kufungiwa mlango ghafla. Na katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi ametupwa nje na ametupwa nje eneo lipi na kufungiwa mlango, ni nani amemfungia. Hayo ndio tunaenda kuangazia haswa kwa kanda hii. Kulingana na chapisho hili ambalo tumeliweza kulipokea katika meza yetu ya habari, linasema ya kwamba Rais Samia akosekana orodha ya wanawake 100 wenye nguvu. Yaani Samia Suluhu Hassan amefungiwa katika orodha ya wanawake duniani ambao wako na nguvu zaidi, haswa katika sekta ya siasa, biashara, fedha, maendeleo na mengine mengi. Orodha hii inahusisha wanawake 100 duniani, ambapo tumeshuhudia baadhi ya wanawake ambao wamekuwa marais na mawaziri mkuu wakiorodheshwa, lakini Samia Suluhu Hassan amekosekana. Yaani ametupwa nje haswa katika orodha hiyo na kufungiwa mlango na kutoruhusiwa kuingia katika orodha ya wanawake 100 ambao wako na nguvu zaidi duniani. Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na ukimaliza kutazama hii kanda, sambaza kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Naomba tukaweze kusoma habari hii ili tukaweze kuielewa kwa nini akafungiwa nje. Jarida la kimataifa la Forbes limetangaza orodha yake ya kila mwaka ya wanawake 100 wenye nguvu zaidi duniani kwa mwaka wa 2025, na Afrika inajivunia kuwa na wanawake 6 wenye ushawishi mkubwa ambao wameingia kwenye orodha hii ya kifahari. Kumaanisha kufikia sasa katika orodha hiyo wanawake 6 kutoka Afrika ndio waliweza kubahatika, huku Samia Suluhu Hassan akifungiwa milango ghafla. Orodha hii iliyotolewa mnamo Disemba tarehe 10 mwaka huu inawasherehekea viongozi wa kike wanaobadilisha dunia kupitia siasa, biashara, fedha, vyombo vya habari na maendeleo ya kimataifa, huku wakikabili changamoto za kimataifa kwa wanawake. Ndio tunaelewa wanawake wanapitia changamoto za hapa na pale, haswa katika uongozi. Lakini badala ya Samia Suluhu Hassan kuwekwa katika orodha hii ili kusherekea kwa sababu yeye amekuwa mwanamke wa kwanza kuwahi kuwa rais katika taifa la Tanzania, hakuonekana. Kwa nini akafungiwa milango hii? Wanawake wa Kiafrika walioingia kwenye orodha hii ni, sasa tusikize wale ambao wameingia katika orodha hii ya wanawake 100 wenye nguvu zaidi duniani kwa siasa, biashara, fedha na maendeleo. Netumbo Nandi-Ndaitwah, huyo ni rais wa Namibia. Rais wa kwanza mwanamke wa Namibia aliyeapishwa Machi mwaka huu 2025, kumaanisha aliingia afisini mwaka huu mwezi wa 3. Lakini Samia hayupo, ingawa yeye aliingia mwaka 2021 wakati Magufuli aliaga dunia. Tuendelee. Anasisitiza maendeleo ya uchumi na ushirikishwaji wa vijana. Sasa hiyo ikabidi aorodheshwe kwa sababu ya nguvu zile ambazo ako nazo kwa kuwashirikisha vijana, haswa kwa mambo na masuala mbalimbali ya kiuchumi. Namba 2, Judith Suminwa Tuluka, natoka taifa lile la Congo DRC.
ambaye ni waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliyeteuliwa mwaka 2024, mtaalamu wa uchumi na mipango. Sasa kwa sababu yeye ni mtaalamu wa kiuchumi na mipango mbalimbali, akaorodheshwa baada ya yeye kuwa waziri mwaka jana. Namba 3, Ngozi Okonjo-Iweala kutoka taifa lile la Nigeria, mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO. Sasa yeye amekuwa mwanamke wa kwanza na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa huo, anaingia orodha ya mara ya 8 sasa. Pia wameingia Mo Abudu, Nigeria, ambaye ni mjasiriamali wa vyombo vya habari na mwanzilishi wa Ipon Life Media Mpumi Madisa, Afrika Kusini. Mkurugenzi mtendaji wa Bidvest na Mary Vilakazi, Afrika Kusini, naye anatoka taifa hilo, mkurugenzi mtendaji wa First Rand Group. Wanawake hawa wanaonyesha nguvu ya uongozi. Mesikiza, wanaonyesha nguvu ya uongozi wa kike barani Afrika, wakivunja vizuizi na kuhamasisha vizazi vijavyo. Forbes inasema orodha hii inaangazia wale wanaodhibiti uchumi wa trilioni na kuathiri mabilioni ya watu duniani. Vile tumesoma na kupitia chapisho hilo ambalo limeweza kutolewa rasmi, tumeshuhudia wanawake 100 ambao waliweza kuingia katika orodha hii ya wale ambao wako na nguvu zaidi, hasa katika sekta ya siasa, biashara, fedha na maendeleo. Kutoka barani Afrika tuko na wanawake 6 ambao wamekuwa uongozini, wengine ni marais, wengine ni mawaziri, wengine ni wa biashara na wanahabari. Lakini licha ya Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ambaye ni rais, licha ya yeye kuwa rais wa kwanza katika taifa la Tanzania ambaye ni mwanamke, hajaonekana katika orodha hii. Kwa nini? Huenda ni kwa sababu ya uchafuzi ambao uliweza kushuhudiwa Tanzania wakati viongozi wakubwa maarufu wa mrengo upinzani, Tundu Lissu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na yule Mpina wa ACT Wazalendo waliweza kuzuiliwa na Samia Suluhu Hassan kuwania kiti cha urais. Huenda hicho kiliweza kuchangia. Mbona yeye kama alikuwa na nguvu zaidi hasa katika sekta ya siasa na maendeleo na fedha na biashara, mbona akaamua kuwafungia wale kuwania kiti cha urais pasipo kuruhusu ili kuingia katika kinyang'anyiro pamoja, tuone ni nani akuna nguvu za kisiasa? Huenda ndio maana akafungiwa milango ghafla na aibu kutanda katika taifa la Tanzania kwa kukosekana kwake katika orodha ya wanawake 100 ambao wako na nguvu zaidi hasa katika sekta ya siasa, biashara na masuala mengine ya maendeleo na fedha. Ndio maana huenda akafungiwa nje ghafla. Kwa hivyo ni funzo ambalo linaleta uwazi haswa kwa wale ambao wanashikilia nyadhifa kubwa kubwa kuruhusu wengine na kufanya vema haswa katika sekta hizi, kwa sababu kila mwaka wakati wanawake wanaorodheshwa, iwe unapatikana katika orodha ile ambayo utakuwa unaorodheshwa kwa miongoni mwa wale ambao wako na nguvu tena zaidi. Kufikia hapo, naomba kuuliza swali. Je, unakubaliana na orodha hii ya kumwacha nje na kumfungia milango ghafla Rais wa Samia Suluhu Hassan? Unaiunga mkono orodha hii ama ilikuwa na upinafsi fulani? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa yale ambayo tunaendelea kushuhudia
haswa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content. Also have WhatsApp groups and on Facebook, and there's something where we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.